Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Hesabu sura ile ya 14 na mstari wa 36. Kitabu kile cha Hesabu mstari wa 14. Haleluya. Neno la Bwana linasema katika kitabu cha Hesabu sura ya 14 mstari wa 36, anasema kisha hao watu ambao Musa aliwatuma waipeleleze nchi walirudi na kufanya mkutano wote kumnungunikia kwa walivyoleta habari mbaya juu ya nchi. Hesabu sura ile ya 14 mstari wa 36. Ninarudia, neno la Bwana linasema kisha hao watu ambao Musa aliwatuma waipeleleze nchi walirudi na kufanya mkutano wote kumnungunikia kwa walivyoleta habari mbaya juu ya nchi. Wapendwa wangu katika Kristo ambao mnanifuatilia sasa, leo nataka niwaoneshe na tuweze kuifungua siri ndogo ambayo shetani amekuwa akiitumia kwa madhara makubwa. Ni siri ndogo, ukiangalia hivyo unaweza ukaipuuza, lakini ndani ya hii siri ndio siri ambayo shetani amekuwa akiitumia kwa ajili ya kuwaharibu ama kuwavuruga watu wa Mungu. One of the thing ambacho shetani anafanya, huwa anatumia bad information ama wrong information. Kupata taarifa ya kweli haimaanishi kwamba inaweza ikawa si taarifa mbaya kwako. Unaweza ukapata taarifa ya kweli, lakini nyuma ya ile taarifa kuna bad intention, kuna kusudi baya la shetani kwa ajili ya kukuharibia. Usisahau maandiko yanatueleza ya kwamba imani huja kwa kusikia, na kusikia ni kwa neno la Kristo. Watu wengi wamemwamini Mungu baada ya kusikia habari za ufalme wa Mungu. Waliposikia ahadi za Mungu, imani yao ilikuwa elevated, iliinuliwa. Lakini vile vile watu wengi wamepata hofu kwa sababu ya kusikia. Waliposikia taarifa fulani walikata tamaa, waliposikia habari fulani walivunjika moyo. Unapotaka kuanzisha biashara, unakuja kupata taarifa ni ya kweli, lakini ikawa ni wrong information, manake ni taarifa mbaya ikaja kwako. Unaambiwa kwamba unapoenda kufanya biashara, wengi waliwahi kufanya biashara eneo lile na wakashindwa. Kwa hiyo tayari masikio yako yamepokea wrong information, taarifa mbaya. Kupokea taarifa mbaya haijalishi hiyo taarifa ni ya kweli ama la. Unaweza ukapokea taarifa ya kweli, lakini nyuma yake shetani ameitengeneza inakutrigger kwenda kukuweka kwenye hofu, kwenda kukuondoa kwenye imani. Unaambiwa kwenye kitu ulichokikalia ofisini, wengi walikufa, ama wengi walikuwa demoted, walifukuzwa, ama wengi hawakuweza kukaa eneo lile. Kwa kusikia taarifa ya aina ile, unajikuta unapoteza imani, unajikuta hofu inaingia, kwa sababu hofu na imani zote mlango wao ni mmoja. Hofu mlango wake inaingia kwa information, inaingia kwa taarifa. Taarifa ambayo inapokuja ndani ya mtu inaenda kupiga yule mtu wa ndani, inaenda kuua courage, inaenda kuua msimamo, inaenda kuua imani. Unajikuta unakuwa mtu wa mashaka na kuhofu kwa sababu ya taarifa ulioipokea. Na ndivyo ambavyo pia imani mtu anaweza kaipata kwa sababu ya taarifa. Imani huja kwa kusikia kwa neno la Bwana, lakini hofu pia inakuja kwa kusikia taarifa ambazo ni wrong information. Tunaposoma katika kitabu cha Hesabu sura ya 14, kama tulivyosoma katika mstari huo ambao tumeusoma, utakuja kugundua kwamba waliwaletea taarifa mbaya. Maandiko yanasema wakawaletea taarifa mbaya. Na ukifuatilia taarifa mbaya hii walioileta, maandiko wakawaletea habari mbaya. Habari hii mbaya walioletewa wana wa Israeli ililetwa na wale waliotumwa kwenda kuipeleleza nchi ya ahadi. Bwana Yesu asifiwe sana. Walienda kuifuatilia nchi ya ahadi. Walivyoifuatilia nchi ya ahadi, wakaja na taarifa ambazo ni za kweli, lakini nyuma zile taarifa zilikuwa si nzuri. Maandiko yanasema wakaleta habari mbaya. Hii habari inafanyika kuwa mbaya kwa sababu hii habari ilikuja kwa kuwatrigger hawa watu wapoteze ule ujasiri. Kwa hiyo swala si kwamba ulichokipata ni ukweli ama si kweli,
lakini tunachoangalia ni kwamba huu kweli unakupeleka kwenye mazingira gani? Unakupeleka kwenye kukata tamaa ama unakupeleka kwenye kukuinua? Masikio ya watu wengi sana wameruhusu kusikiliza taarifa ambazo ni negative kuliko kusikiliza taarifa ambazo ni positive, kiwango ambacho wanajikuta wanapata mambo, wanajikuta wanakata tamaa. Sasa asubuhi ya leo niko hapa kukuambia, haijalishi ulipata taarifa gani leo. Asubuhi ya leo unapoanza ibada siku yako, unaanza na ibada ambapo unapata taarifa njema ya kwamba Mungu anakupenda. Whether unapita kwenye changamoto, unapita kwenye mazingira ya kuuguliwa, unapita kwenye mazingira ya kudharauliwa, unapita kwenye mazingira magumu kiuchumi, but what I know and what I can declare to you ni kwamba Mungu anakujua. Nevertheless, changamoto unazopitia, aliahidi hatakuacha hata ukamilifu wa dahari. God is with you. Usiogope asubuhi ya leo. Sasa kwa nini adui anatumia information? Kwa sababu nafsi ya mwanadamu inapopokea taarifa inapata hofu. Asilimia kubwa ya watu wengi wameteswa na historia zao ama historia za watu wengine walioshindwa ama waliowahi kupitia mambo magumu. Kwa kufata ile historia, wengi wameweza kupata changamoto. Sasa shetani tangu Edeni siku zote amekuwa akitumia habari ama taarifa, wakati mwingine za kweli, lakini anazitrigger kuwawekea watu mazingira ya kujiona hawawezi. Taarifa mbaya ya aina yoyote inayopokuja, iwe ya kutengenezwa, iwe ya kweli, hii taarifa inakuletea madhara yafuatayo. Namba moja ni kujiona wewe haustahili. Namba mbili ni kujiona wewe hauna msaada tena na hautaweza. Namba tatu ni kuona wewe sasa hautaweza kufanya neno lolote, kwa hiyo inakupeleka kwenye kukata tamaa. Kwa mfano, wakati shetani akiwa ameingia ndani ya umbo la nyoka, wakati anazungumza na Hawa wakiwa pale Edeni, kitu ambacho shetani anakitumia ni habari anaileta, lakini ilikuwa ni habari mbaya. Habari hii ambayo shetani anaileta, anamwambia kwamba mkila hili tunda mtafanana na Mungu. Kwa hiyo aliwatrigger Adam na Hawa waingie kwenye mtego wa kula tunda, kiwango cha kutokumtii Mungu na kumsikiliza shetani, kwa sababu alileta information ambayo ni wrong information, ambayo iliwafanya watamani kufanana na Mungu. Lakini here I'm telling you, Adam pamoja na Hawa walikuwa tayari wanafanana na Mungu. Ukisoma kabla ya anguko lao katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26 mpaka 28, unaona Mungu anasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Manake tumfanye mtu kwa mfano wetu, manake Mungu alimtengeneza Adam katika mfanano wake. Manake Adam na Hawa walikuwa wanamfanana Mungu, kwa sababu it was the purpose of God to create a man in his image. Alimtengeneza mtu kwa mfano wake, manaka alimtengeneza mtu ambaye ana uungu ndani yake, na akampa vitu vitatu vikubwa. Mwanadamu alipewa free will, akampa the power to subdue and the power to dominate, vitu ambavyo anavyo Mungu tu. Mwanadamu alipewa maamuzi huru, akapewa nguvu ya kutawala na nguvu ya kutiisha. Licha kwamba mwanadamu alikuwa amepewa hivi vitu vyote, bado shetani anakuja kumwambia, sikiliza, mkila hili tunda mtafanana naye. Kwa hiyo mwanadamu anajikuta anaanza kupambana kutafuta kitu ambacho tayari anacho. Anaanza kujiona kama hafai, kwa hiyo anaanza kufight the battle ambayo haimuhusu. Ndivyo ambavyo shetani anafanya. Kazi ya shetani, atakuletea wrong information ya kuhisi kwamba labda Mungu amekuacha, ya kuhisi kwa sababu uliwahi kutenda dhambi fulani, God has left you behind. Kwa hiyo unaanza kupita kwenye mazingira ya kujihukumu na kuona kwamba Mungu amekuacha. Hii ni wrong information. The good information and the right information inatuambia kwamba Yesu anasema sitakuacha hata ukamilifu wa dahari. Lakini wrong information ni kwa sababu kuna kosa ulifanya, unahisi kwamba God has abandoned you. Umetubu dhambi, unarudia kutubu, unatubu every day believing kwamba haujasamehewa. Kwa hiyo ukubwa wa kosa unaukuza kulingana na macho yako ya kibinadamu na fikra zako. Unasahau
kutafakari ukuu wa Mungu kuliko kutafakari ukuu wa dhambi. Kwa nini? Kazi ya shetani anakuletea kitu cha kukufanya ujione kwamba hata kama kitu unacho ujione kama vile hauna. Mamlaka ulio nayo ujione kama hauna. Utajiri ulio nao ujione kama hauna. Thamani ulio nayo ujione kama hauna. Yani ujifikie hatua ya kujiona kwamba you don't deserve. Ujione kwamba wewe hauna haki. Ujione kwamba wewe ni wa kushindwa. Ujione kwamba ofisini unaenda lakini hutaweza kutoboa. Niko hapa kukuambia asubuhi ya leo, muujiza wa kwanza ni kwamba Mungu yu pamoja na wewe. Kitendo cha wewe ku make it in this morning, kuamka into this morning, manake God is with you. Orama kotarabrega dabakusa. Mungu yuko pamoja na wewe asubuhi ya leo. Kuamka kwako this morning, God is with you. Nevertheless, unapitia mazingira ya aina gani? Manake kama Mungu angekuwa amemaliza biashara na wewe, kama Mungu angekuwa ameshasema it's done, manake ungekuwa umekufa. Maadamu bado upo hai, manake Mungu bado he has purpose with you. Analo kusudi. Usiwe demoralized, usikate tamaa, usijione dhaifu. Shetani anamwambia Adamu, anamwambia Hawa kwamba mkila hili tunda mtafanana na Mungu. Anawatengeneza kisaikolojia, anawatengeneza kiakili wajione kama hawafanani na Mungu. Na kweli Hawa anaanza kutafuta lile tunda, anafight kufanana na Mungu, wakati tayari Mungu alikuwa amemuumba kwa mfano wake. Manake kwa mfano wake, mfano ni mfanano, manake alikuwa anafanana na Mungu. He was like God. Alipewa uhuru, alipewa free will. Anapomwambia go, waende wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani na wanyama wote pia. Manake tulipewa uwezo wa kutawala kwa sababu Mungu ndiye anayetawala. And we were given the power to dominate and to subdue. Uwezo wa kutisha, ambayo hii nguvu iko kwa Mungu. Niko hapa kukwambia asubuhi ya leo, hujakosea kuingia kwenye hii madhabahu. Sikiliza, huko nje kuna makelele mengi sana. Kuna sauti nyingi sana huko nje. Watu kila huyu anaongea la kwake. Unapotaka kuanzisha biashara, huyu ataongea la kwake. Unapokwenda kusimama kwenye kesi, huyu anaongea la kwake. Sikiliza wewe, utasikiliza taarifa nyingi sana kutoka kwa watu, lakini taarifa ya kweli ni ile inayotoka kwenye neno la Mungu. Hatuishi vile watu wanasema, hata kama ni kweli, tunaishi vile neno la Bwana linasema. Kwa sababu ukweli wa neno la Mungu hauko katika ule uhalisia tunaouona kwa macho, lakini kweli ya Mungu iko katika uthibitisho wa yale yatakayotokea. Rabako tabashaka. Ninataka kwenda kukuombea sasa, na ninatamani somo la leo lipite katika mazingira ambayo ni ya kukutabiria, kukutamkia ushindi, manake sikio lako leo lisikie mafanikio, lisikie kuinuliwa. Kweli huko nje unasikia makelele ya watu wakatishao tamaa kwamba kazi asijui kama utapata kwa msimu huu. Kweli haijalishi msimu ni wa aina gani. If Jesus went to the fig tree and he asked for the fruit on the fig tree, and it was not the season of the fig tree to bear fruit, but Jesus asked, means Yesu alikuwa anamaanisha kwamba you can ask for fruit in any season. Haijalishi amekwambia the season is not yet. Niko hapa kukwambia, sikiliza, we are not controlled by season. Riba kutabashakata. Hatuongozwi na majira. Haijalishi sio majira ya kupata, lakini Mungu atakufanya upate. Asubuhi ya leo ninatamka kwa jina la Yesu, ila anointing iliyokuwa kwa Petro alipokutana na Yesu, muda wake wa kupata samaki ulikuwa umepita. Kwa sababu anamwambia Yesu, sikiliza, tumefanya kazi usiku kucha, tumefanya kazi ya kuchosha the whole night. Kwa sababu kawaida wavuvi huwa wanafanya kazi asubuhi, wanafanya kazi usiku, lakini Yesu anakutana naye mchana na anamwambia tumefanya kazi ya kuchosha the whole night. Lakini Yesu, licha kwamba alikutana na Petro muda ambao sio muda wa kuvua samaki, lakini Petro alizipata samaki. Niko hapa kukwambia, you are not confined under the time. Haujafungwa chini ya muda, haujafungwa chini ya season. Haijalishi muda wa kuajiri umepita, wewe utapata ajira kwa jina la Yesu. Haijalishi this is not the season. Ribo kutabashakata. Ninakutabiria this morning, leo ninataka usikie tu taarifa njema, unakwenda kupata kazi kwa jina la Yesu.